Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, basi nimerudi tena kama nilivyoahidi kwamba nitawatolea mwendelezo wa dalili za mtu mwenye majini, mizimu au kufuatiliwa na wachawi. Na katika klipu iliyopita nilizungumzia dalili za dhahiri, na sasa hivi nataka kutoa mwendelezo wake wa dalili kwenye ndoto. Naam, karibu tena, usitoke ili uweze kupata faida, kwa sababu wengi huteseka na maradhi mbalimbali, wamezunguka sehemu tofauti tofauti bila kupata njia sahihi za kujitibia, kwa sababu hawajui ni maradhi ya aina gani ambao wako nayo mwilini mwao ama kwenye majumba yao. Hivyo kwenye dalili kama hizi zitaweza kukusaidia pia kuweza kuchambua mambo ya kiroho, kwa sababu kweli ambao haupingiki ni kwamba tuko pande mbili. Kuna pande yako ya mwili na kuna pande yako ya roho, yani tunasema physical na spiritual. Naam, sasa kama ufahamu mambo ya spiritual, basi mambo hayo ya spiritual ndio yanaweza kuwa shida kubwa katika maisha yako ama kwenye mwili wako. Hivyo ili uwe sawa, basi ni uwe mtu ambaye unaweza kuchanganua mambo ya physical na pia mambo ya spiritual, ndipo maradhi yote atakapojitokeza kwenye mwili ama maisha yako utajua ni njia gani sahihi ya kufuata ili kujitibia. Naam, kwenye swala la ndoto ama njozi, maana hii sasa ni elimu ya njozi ambapo inaashiria dalili za mtu mwenye majini ama mizimu katika ndoto. Sasa kwenye swala la ndoto wapo watu wa aina nne. Tunafahamu wapo watu wa aina nne tunapoongelea swala la ndoto. Mtu wa kwanza ni yule ambaye haoti kabisa. Hiyo ni dalili mojawapo ambayo tayari huyu mtu yuko na shida. Kama hauoti, kuna tatizo katika fahamu zako. Nitalichanganua vizuri hili. Na kuna watu wengine ambao wanapata ndoto lakini kukikucha hakumbuki ameota nini, ama kukumbuka ni manusu sana, yani hana kumbukumbu kamili ya ile njozi aliyoiota. Mtu wa tatu ni yule ambaye sasa ataota vizuri na kukikucha anaweza kukumbuka ile njozi aliyoiota ama akaihadisia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mtu wa nne ni wale super conscious ambao wao ni mtu ambao wao ni watu ambao wana uwezo wa kuota kile kitu wanachokitaka, yani akatake control kwenye ndoto yake. Upo kwenye njozi, halafu kile unachokiota kwenye njozi unajicontrol kwamba sasa hivi hapa kwenye njozi nataka nipitie mtaa fulani, nataka niende mahali fulani. Na hao ni wale watu ambao sasa wanafahamu za hali ya juu, lakini wapo pia najua, kwa sababu tupo tofauti na kila mmoja yuko na namna yake ambayo aliweza kuactivatiwa jicho lake la tatu ama sehemu yake ya kupokea mawasiliano kutoka ulimwengu wa kiroho hadi wa kibinadamu. Kwenye kauli hii itanilazimu kwanza niweze kuchanganua ni kitu gani kinachotokea mpaka mtu anapata njozi, ama kwa nini wengine wanaota au kwa nini wengine hawaoti, kabla nieleze hizo dalili za kwenye ndoto, kwa sababu hapa nyuma tayari pana kizaazaa, kwa sababu wengi tayari hutatizika na hapa nyuma. Naam, kwa hiyo kwenye swala la njozi kuna kitu kinaitwa pineal gland. Wanasayansi walifanya tafiti zao wakakigundua kwamba ni kiungo ambacho kipo kwenye ufahamu ama kwenye ubongo wa mwanadamu, na hicho ndicho kinahusika katika kutambua kwamba sasa hivi ni usiku na sasa hivi ni mchana, na hicho ndicho ambacho kinakusaidia kupata njozi. Naam, hivyo ni kwa wale wanasayansi. Tukirudi katika upande wetu, sisi tunafahamu kwamba hiyo sasa ambao wanaita pineal gland, hiyo ndiyo communication point. Hiyo ndiyo ambayo wanasema ni jicho la tatu, kwa sababu hiyo ndiyo ambayo inakupa communication kutoka ulimwengu wa kiroho, na unaweza ukapokea unaweza kupokea information kutoka kwa ulimwengu wa kiroho na bado unaweza ukatuma. Naam, unaweza kureceive na bado pia unaweza ukatuma signal
kupitia hicho kiungo kimoja. Naam, sasa kwa nini wengine wanaota, kwa nini wengine hawaoti? Jibu lipo kwamba wale ambao wanaota huenda ikawa hilo jicho lao la tatu sasa lipo wazi, lakini bado halina ule mng'ao kamili. Inamaanisha wako na uwezo wa kupokea communication, lakini hawajaweza kuitumia vyema ama kuchanganua kwamba natakiwa nifanyeje ili niweze kuwa bora, ama nifahamu kwamba naweza kuwasiliana na ulimwengu wa kiroho. Na wale ambao hawaoti, basi ni kumaanisha hilo jicho lako la tatu sasa limezimwa, hawezi kuona chochote, hawezi kupokea communication yoyote kutoka ulimwengu wa kiroho, kwa sababu njia rahisi ya kupokea information kutoka ulimwengu wa kiroho ni kupitia njozi, na ni kiungo hicho ninachoambia pineal gland ndicho kinachokusaidia kuingia katika njozi, ukaweza kupitia yale utakayopitia kwenye njozi, na asubuhi kurudi kwenye binadamu wako ukakumbuka umeota nini. Naam, kwa hapo nadhani nitakuwa nimefafanua vyema ni kwa nini kuna wengine wanaota na kwa nini wengine hawaoti. Sasa ambao wanaoongelesha sasa kwenye dalili hizi ni wale ambao angalau wanaota alafu wanakumbuka, hata kama ni manusu ama iwe anaweza kuikumbuka yote kamili. Naam, watu wa aina hii ndio ili funzo la leo linawahusu, kwa sababu huenda ikawa umepitia dalili kama hizi ambazo unakwenda kuzieleza sasa. Na maana dalili ya kwanza kwa wale ambao wanapata njozi, basi kama ikitokea umeota unafukuzwa na wanyama wakali, mpaka umeshtuka usema nilikuwa wapi? Basi hiyo ni dalili ya kwamba unaandamwa na majini, mizimu, ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili namba 2 ni kuota sherehe mara kwa mara. Wewe unakuota sherehe tu, basi hiyo ni ishara mojawapo ya mtu mwenye mizimu, majini, ama kufuatiliwa na wachawi. Dalili namba 3 ni kuota unajifungua. Ukiota unazaa, basi unatakiwa ujiulize, sasa nilikuwa kunazaa kwenye ndoto, na sasa hivi katika ufizikali wangu sina mtoto. Hivi yule mtoto niliyemzaa kule yuko wapi? Naam, hiyo ni jawabu kwamba katika ulimwengu wa kiroho huenda ikawa umepata zao huko, na hiyo ni dalili ya mtu mwenye majini ama kufuatiliwa na mizimu ama wachawi. Dalili namba 4 ni kuona visuguu, na dalili namba 5 ni kuona mafuvu ya kichwa ya watu waliofariki kitambo, hizi skeletons. Naam, ukiwa unaota mafuvu ama unaona visuguu, basi hiyo ni dalili ya kwamba unaandamwa na majini, mizimu, ama unafuatiliwa na wachawi. Naam, dalili nyingine inayofuata ni kuota unapigwa. Ukipata njozi unapigwa, hiyo ni information kutoka ulimwengu wa kiroho kwamba unapigwa kiroho. Naam, hivyo unapopata njozi ya aina hiyo, basi inaeleza kamili kwamba unafuatiliwa aidha na majini ama mizimu, ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuota unapiga ramli. Na ukiota unapiga ramli, hiyo ni dalili pia. Dalili nyingine ni kuota unaogelea. Ukiota unaogelea, hiyo ni njozi ambayo inakupatia ujumbe wa kwamba aidha unafuatiliwa na majini, mizimu, ama wachawi. Dalili nyingine ni kuota unavaa bangili ama ushanga. Ukiota unavaa bangili ama ushanga, basi fikiria mara mbili. Hiyo sio njozi tu, bali ni ujumbe ambao unakueleza kwamba unaandamwa na majini ama wachawi ama mizimu. Hivyo unatakiwa ukijipata dalili kama hizi, basi uangalie sehemu husika za kujishughulikia, kwa sababu hutakiwi kupuuza dalili kama hiyo. Dalili nyingine ni kuota unapaa. Ukiota unapaa, basi ni dalili mojawapo ya kwamba ni aidha una majini ama mizimu. Dalili nyingine ni kuota umepandishwa jini. Na ukiota hivyo, basi ni kama ilivyo kwamba huenda ikawa una majini ama mizimu ama unafuatiliwa na wachawi.
Dalili nyingine ni kupata njozi ambayo utajiona either unaoa ama unaolewa. Ukiota unaoa ama unaolewa, basi usipuuze, umefunga ndoa katika ulimwengu wako wa kiroho na hauna habari. Hivyo ni vizuri upate tiba asili ama visomo kwa ajili ya kujitibia, maana hayo ni maradhi. Ikiwa hiyo ni dalili ya kwamba either una majini, mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuota watu wamevaa nguo nyeupe wamekusimamia. Unaota watu wamevaa nguo nyeupe wamekusimamia. Naam, njozi kama hiyo pia ni dalili ya mtu mwenye majini, mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Unapoota pia unavalishwa pete ama mkufu, ni dalili mojawapo. Unapoota unapigana, ni dalili hiyo ya kwamba ni majini hayo, either mizimu ama kuna mahasidi wanajaribu kukuattack, na ndio ni roho yako inajaribu kupigana naye. Yani huo ni information kwamba unafuatiliwa either na majini, mizimu ama wachawi. Dalili nyingine ni kuota watu wanachunga ng'ombe walisha. Na ukipata njozi na ukumbuke kwamba uliona watu wanachunga ng'ombe, basi tayari usipuuzie hilo. Na tafuta visomo mbalimbali kwa ajili ya matibabu ya kiroho, kwa sababu hivyo ni vita kwenye upande wa pili, yani spiritual way yako. Inaashiria kwamba either iwe kuna majini ama mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuota unapiga kelele. Tena wengine huota anapiga kelele mpaka kaamka na kelele hizo. Naam, ndoto kama hiyo pia nayo ni ishara inayoonyesha kwamba unafuatiliwa na mizimu, majini ama wachawi. Dalili nyingine ni kuota unakabidhiwa kitambaa cheupe, cheusi ama chekundu. Ukiota unakabidhiwa kitambaa cheupe, cheusi ama chekundu, hizo ni rangi za mizimu. Hivyo ni ishara mojawapo ya kwamba either hiyo unaandamwa na majini, mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuota moto mkubwa. Unaota moto mkubwa mpaka unashindwa naenda wapi mimi huko. Na njozi kama hiyo si ya kupuuzia, maana dalili ya kwamba kuna vita kwenye upande wako wa kiroho. Dalili nyingine ni kuota vijumba vya mizimu. Unapopata njozi hiyo, basi dalili mojawapo. Dalili nyingine ni kuota unazika. Unapoota unazika, basi hiyo ni dalili mojawapo ya mtu mwenye majini, mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuota umekufa. Kuna watu wanapata njozi za aina hii kabisa. Wanapata mtu anaota amekufa, na hata kuna visa vingi pia vya watu kuota hivyo alafu akakosa kuamka. Yani ukisikiza kisa cha kuondoka kwake katika ulimwengu huu, unasikia tu huyo mtu alilala na akaamka marehemu. Yani haelewi kitu gani kimemkumba mpaka kikasababisha umauti wake. Hakuumwa, hakufanya kitu chochote, yani amelala tu tayari na akafariki. Basi ile tayari huwa ni imeshindikana kabisa, umeota kufa na ukafa kweli. Lakini sasa kama utaweza kuota umekufa halafu Mungu akujalie uamke, basi mbio tafuta visomo kwa ajili ya kujitibia, maana hiyo ni kaburi inakuita. Hivyo unatakiwa ujitetee mara moja, maana ni dalili ya mtu mwenye majini ama mizimu ama unarogwa. Na dalili nyingine ni kuota unafukua kaburi. Unaota unafukua kaburi, yani mtu alishazikwa, sasa wewe unafukua kaburi. Ama sometimes atashazikwa, hata wewe ndio unayechimba kaburi. Na ukipata njozi kama hiyo ya kwamba unachimba kaburi ama unafukua kaburi, basi hiyo ni njozi ambayo ni dalili ya mtu mwenye majini, mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Unapoota watu wamevaa kanzu, hiyo ni ishara ya kwamba kuna majini ambao wamekusimamia. Kuna majini huenda ikawa ni waheri,
Lakini kama huna ufahamu wa majini na unakuta njozi hizo, basi ufahamu kwamba hayo huwa ni majini, na either iwe ni mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Maana kuota watu wamevaa kanzu, hiyo ni dalili mojawapo. Dalili nyingine ni kuota unakabidhiwa either mkuki ama panga ama fimbo ama mbuzi ama kondoo ama ng'ombe. Ukiota unakabidhiwa vitu hivi, yani umeota unakabidhiwa mkuki, umeota unakabidhiwa panga, umeota unakabidhiwa fimbo, umeota unakabidhiwa mbuzi, umeota unakabidhiwa kondoo, ukiota unakabidhiwa ng'ombe, ndoto hiyo usiipuuze, maana hiyo ni dalili ya mtu mwenye majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, hizo zimehitimu dalili 27 kama umekuwa mfuatiliaji mzuri. Kufikia hapo basi ni kuombe unifollow ili uweze kupata video zingine nitakazoweza kuzitoa, maana sasa hivi nimefanikisha dalili za kwenye ndoto na wachambulia somo lingine nitalitoa hivi karibuni. Ila kama utajipata na dalili hizi kwenye ndoto, basi usisahau kuzitafuta ama kutafuta kituo cha tiba asili kilicho karibu yako. Kama karibu yako hakuna kituo cha tiba asili ambacho kinaaminika, basi sisi tunasafirisha madawa sehemu mbalimbali za ulimwengu, maana tupo kimataifa. Unaposikia Evergreen Vitality Clinic, basi ni International Herbal Institution. Hivyo tunasafirisha parcel sehemu yoyote ile ya ulimwengu, bora iwe umeweka order. Ila kwa ubora zaidi, basi kama unaweza kutufikia ofisini, tutaweza kukufanyia tafiti kwa ubora zaidi. Hivyo usisahau kunifollow ili unipate tena, usisahau kunilike na pia ushare kwa wengine ili waweze kupata faida ya mafunzo kama haya, ili waweze kujitibia sehemu sahihi baadhi ya maradhi ama changamoto ambazo zinawakumba watu wengine. Naam, mimi ni Dr. Ali Munyiru Tinga. Nambari zangu za simu ni 0112 95 15 76, 0112 95 15 76, na Airtel lakini ni 07 36 500 343, 07 36 500 343. Naam, nitafute kwenye namba hizo kwa usaidizi wa mambo ya kiroho.